Naam, habari za wakati huu mpendo wa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kututegea sikio na kututazama kwa wakati huu. Matumani yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo. Tunawakaribisheni kufuata habari zetu kwa siku hii ya leo. Habari zetu acha tuanze na huko Tembiangoma ambako mapambano makali yameripotiwa siku ya Ijumaa pili ya tarehe 30 mwezi Novemba 2025 kwenye vijiji tofauti vya milima ya nyanja za juu ya tarafa la Fizi kama vile kijiji cha Rugezi, Tembiangoma, Rudaba na kadhalika. Mapambano hayo ambayo yaliendeshwa kati ya wazalendo kundi lake Kamanda Ngomanzito ikiwa ni FABB zidi ya Redi Tabara Twigwaneo wanaojiunga kwenye M23. Mapambano hayo makali yaliripotiwa katika maeneo ya vijiji hivyo pale ambako vikosi vya wazalendo vilikwenda kushambulia eneo hilo asubuhi mapema. Duru zetu za habari zaeleza kuwa silaha nzito na ndogo zimesikika katika maeneo hayo na hiyo ikipelekea raia wengi kuyahama vijiji vyao. Habari hizo zilizidi kutaja kuwa vikosi vya wazalendo vinaripotiwa kufanya kazi kubwa kwenye vijiji hivyo kutokana na mapambano hayo. Habari tulizonazo kwa sasa hivi zaeleza kuwa hadi kwa sasa raia wengi wanaripotiwa kupatikana kwenye mapori na wengine kukimbilia kwenye vijiji jirani. Mengi zaidi kutokana na habari hizi ni katika habari zetu zinazofuata. Tuangazie pia na huko tarafani Kabare ni kwamba mapambano makali yameripotiwa kutwa nzima ya siku ya Jumapili ya tarehe 30 Novemba 2025 kati ya vikosi vya wazalendo zidi ya waasi wa M23 katika maeneo ya vijiji kadhaa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa habari tulizonazo zaeleza kuwa vikosi vya wazalendo kwa ushirikiano na jeshi la taifa FRDC walikwenda kushambulia kambi mojawapo ya vikosi vya waasi wa M23 na kuwatoa eneo hilo. Chaneli yako tumepata nafasi ya kuongea na mmoja kati ya wasemaji wa vikosi vya wazalendo katika tarafa la Kabare, naye ameeleza yafuatayo kutokana na mapambano hayo. Jambo bwana mtangazaji, unaongea na Observance Abubakari Zindula Nshombo, msemaji wa wazalendo katika tarafa la Kabare. Mtangazaji, nitafuta kukujulisha kuhusu mapambano makali ambayo yamefanyika Jumapili tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Bwana mtangazaji, mapambano yale yalianzishwa leo na saa 10 ya usiku baada ya vijana wetu wazalendo ambao wanaongozwa na kamanda anayeitwa Egle waliamua kwenda kuwachapa waasi wa M23 baada ya kuona uhalifu ambao wanaendelea kuwafanyizia raia, uhalifu ambao wanaendelea kufanya kwa kuwaua raia na kuwachukua vijana kwa nguvu. Mapambano yale yamefanyika katika kijiji kinachoitwa Kaburunguse katika grupema ya Bushwira, teritwari ya Kabare. Vijana wetu wamefanyikiwa kwa kweli kuwachapa kichapo kikali mpaka wameamua M23 baada ya kuona wamezidiwa nguvu, waliamua kukimbia kwenye makao yao, sehemu ile ambayo walikuwa wamejenga manyumba zao, walikuwa wameshachimba maandaki. Vijana wamefanyikisha kuwahamisha mpaka 23 kukimbia, na vijana wetu wameamua kuwafata nyuma kabisa, kuwakimbiza vikubwa sana mpaka kwa sasa hivi vijana wetu wameadvance mpaka katika kijiji kinachoitwa Kitungano, ni humo katika wilayani Kabare katika teritwari ya Bushwira. Ndio hivyo bwana mtangazaji, pamoja na haya yote tunaomba serikali ya Kongo itambue ya kwamba M23 hawana nguvu, isipokuwa wanategemea madistraction ambazo wazungu wanaendelea kututia ili sisi kuendelea kuifikiria kupata matokeo mazuri kunako CCLF, na ili hali CCLF imeonekana moja kwa moja ya kwamba M23 hawaisapoti wala hawaiheshimu. Kwa hiyo ndio maana vijana wetu wameamua basi kujigomboa, kwa sababu bila raia kuchukua hatua imeonekana moja kwa moja adui ataiteka nchi yetu ya Kongo yote kwa jumla. Kwa hiyo ndugu zangu wanamtangazaji, tunaendelea kuwaomba kufikisha maoni ya wazalendo kunako serikali ya Kongo, kuiomba isaidie mzalendo na artillery imsaidie mzalendo ili kumpiga kabisa
ili kuendelea kuwahamisha wahalifu wa M23, kwa sababu ni jeshi ambayo haione thamani ya raia, ni jeshi ambayo inamnyanyasa raia, ni jeshi ambayo inawachukua vijana na kuwaingiza katika jeshi kwa kingufu. Kwa hiyo bwana mtangazaji, ni mimi msemaji wa wazalendo katika tarafa la Kabare nzima, anaitwa kwa jina la Observance Abubakar Zihindu Lanshom. Merci na kushukuru. Na huko tarafani Mwenga ni kwamba kwenye barabara ya kuelekea Shabunda, eneo la Kasika lilokuwa limetawaliwa na wanamgambo wa M23 tangu tarehe 26 Novemba 2025 limechukuliwa mara tena na kundi la vijana washupavu wazalendo kisha mapambano makali yaliyoripotiwa katika maeneo hayo. Katika mapigano hayo, baadhi ya wapiganaji wa upande wa M23 walikamatwa wakiwa hai na wazalendo. Miongoni mwao yumo kijana ajulikane kwa jina la Mupenzi Karegei na ambaye anatajwa kuwa raia wa Rwanda na mwanajeshi wa RDF aliyepelekwa katika eneo la mapigano ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zetu zingine pia tuangazie na habari hizi zisemazo kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametoa ufafanuzi kuhusu makubaliano yanayosainiwa na Rwanda chini ya usimamizi wa Marekani. Akizungumza mwishoni mwa mwezi mbele ya diaspora ya Kongo nchini Serbia, Rais Felix Tshisekedi alithibitisha kuwa hayatapitisha makubaliano hayo hivi karibuni. Kauli hiyo ilichapishwa kwenye ukurasa rasmi wa X wa Ikulu. Imekuja wakati ambapo kuna shuhudiwa mvutano unaoendelea kati ya Kinshasa na Kigali. Rais Felix Tshisekedi amesema, nitaenda Washington kupitisha makubaliano yaliyosainiwa na Rwanda chini ya uangalizi wa Marekani na ambayo tayari tumeweka wazi hadharani. Lakini sitodanganyika kwa kuchanga wanajeshi ima brassage wala mixage. Kuhusu ujumuishaji wa kikanda, kiongozi huyo wa nchi amesema kuwa ujumuishaji wa kikanda ni moja ya vipaumbele vyake tangu aingie madarakani, lakini akakumbusha changamoto zilizojitokeza. Kuhusu makubaliano ya ujumuishaji wa kikanda, hakuna kipya chochote. Alisema hivyo Rais Felix Tshisekedi. Ujumuishaji wa kikanda ndio ilikuwa tamaniko langu tangu mwanzo, lakini walichoma visu mgongoni mwangu mwaka 2022. Masuala ya uhusiano wa kikanda na uondoaji wa vikosi vya Rwanda, Rais Felix Tshisekedi ameweza kusisitiza kuwa kuheshimu makubaliano kunahitaji kuheshimu mamlaka ya nchi yetu, kuondolewa kwa askari wa Rwanda ndani ya ardhi ya Kongo na kurejesha kwa uaminifu kati ya pande mbili. Hakuna biashara ya kikanda bila amani na uaminifu kurejea, amesema hivyo Rais Felix Tshisekedi. Mvutano unaendelea kati ya Kinshasa na Kigali. Siku moja kabla, Rais wa Rwanda Paul Kagame alikosoa serikali ya Kinshasa kwa kile alichokiita kukataa kuwajibika katika mzozo wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika pa Kigali mwishoni mwa mwezi, Kagame alidai kuwa serikali ya Kongo inakataa kufanya mazungumzo na waasi wa M23, kundi ambalo ripoti za Umoja wa Mataifa zimelitaja mara kwa mara kuwa linaungwa mkono na jeshi la Rwanda, madai ambayo Kigali huyakana. Serikali ya Kongo kupitia msemaji wake Patrick Muyaya ilimjibu Kagame kwa kumkumbusha wajibu wa Rwanda kutekeleza makubaliano yaliyosainiwa, huku Muyaya akimtaka Kagame kama mzazi wa kundi la waasi wa M23. Maraisi wa Rwanda na DRC wanatarajiwa mapema mwezi Desemba kupitisha rasmi makubaliano ya amani yaliyosainiwa tarehe 27 Juni mjini Washington na mawaziri wao wa mambo ya nje chini ya usimamizi wa Marekani. Hatua hiyo muhimu inalenga kurejesha amani katika eneo la Maziwa Makuu wakati mvutano kati ya nchi hizo mbili ukiendelea. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku hii ya leo. Shukrani kwako msikilizaji kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikose kulike, kucomment na kushare kwa wengine. Tukutanane kwenye vipindi vingine, nasema kwaheri.